Pasaka hii kwa mara ya kwanza ilitokea Misri, na wataalamu wanatheolojia wanasema ilikuwa ni mwaka wa 1455 BC. Na ilikuwa namna hii: mwana kondoo akachinjwa. Alipochinjwa yule mwana kondoo, wakachukua damu yake, alafu wakapaka juu ya nyumba zao na kwenye flame, juu ya flame zao za milango ile, wakaiweka ile damu pale. Na ilikuwa na maana gani kufanya hivyo? Ilikuwa na maana kwamba yeye Mungu atakapokuja, maana alitoa maelekezo ya kwamba nitakuja usiku wa manane, kwa hiyo mfanye vile. Nikifika kwa kila nyumba, nikiona ile nyumba kuna damu au juu ya flame za milango, ile nyumba nitairuka. Nisipoona damu yoyote au alama yoyote, nitaingia humo, alafu nitapiga kila aliye mzaliwa wa kwanza. Ilikuwa ni pigo kwa taifa la Israeli. Sasa inashangaa kweli, ilipofika siku wakafanya hivyo, waliamini. Na inasemekana hata wale wa Misri ambao walikuwa wanajua habari hizo, walikuwa wanasikia habari hizo, walioamua kuambatana na wana wa Israeli katika tukio hilo wakaliamini. Waliofanya vile, wakachinja mwanakondoo, alafu damu ya yule mwanakondoo wakaipaka juu ya miimo ya milango yao. Tunasema mwaka wa salama. Ilikuwa ni jambo la ajabu kabisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kwa hali ya damu hii ambayo leo imemwagika, hii ndiyo imetuweka salama. Salama katika maeneo yote. Salama katika uchumi, sema amen. Salama katika magonjwa. Salama katika maisha haya kwa ujumla wake. Tukawekwa salama kwa sababu tu ya damu ya Yesu Kristo. Na ilikuwa ni sherehe kubwa mno siku ile. Kwa nini? Kwa sababu miungu yote ya Misri ilipigwa. Unajua Misri ulikuwa ni mji ambao una miungu mingi kweli. Hawakuwa na Mungu wa kweli, lakini walikuwa na miungu mingi waliokuwa wanatumika kuiabudu na kuitambikia. Kulikuwa na Mungu inzi, kulikuwa na Mungu chura, kulikuwa na Mungu maji, kulikuwa na Mungu ng'ombe, kulikuwa na Mungu nzige, kulikuwa na Mungu anaitwa Ra, yani Mungu giza, kulikuwa na Mungu majipu, kulikuwa na Mungu anaitwa Shu, yani Mungu wa hali ya hewa. Wakati walipoona mvua haikunyesha au hali imebadilikaje, walienda kumtambikia. Lakini pia walikuwa na Mungu Ri. Kila walipofikia wakati wa Farao kumaliza wakati wake, aingie Farao mwingine au tawala mwingine, walikuwa wanakwenda kutambika, kumwomba huyo Mungu awape mtawala ambaye atawatuliza na kuwaweka mahali ambapo wanataka. Lakini Mungu mwingine wa mwisho alikuwa anaitwa Mungu chawa. Sasa hawa wote hawa ndio ambao walitumikiwa katika mji wa Misri. Sasa siku ile ya Pasaka kama hii, hawa miungu walipigwa, hakuna mfano. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Ukisoma ile Kutoka 12 utaenda soma mwenyewe, lakini naomba mtu mmoja afungue kitabu cha Mathayo 27:27. Ukisoma hiyo Kutoka 12 na ule mstari wa kwanza,
Ndiyo yalikuwa ni maelekezo ya Mungu ya Pasaka. Bwana Mungu amewafuata watu wake. Farao akawa ni mgumu kuachilia. Kwa hiyo miujiza mikubwa ikafanyika. Sasa ndipo Mungu sasa akaamua kuwatandika kwa njia hii. Na siku hiyo sasa ndiyo siku ambayo wana wa Israeli waliondoka nchi ile ya mateso. Kwa namna gani? Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wote sawasawa na nyumba zao wachinje mwana kondoo. Na yule mwana kondoo wasimtokose kwa maji, lakini wamuoke. Na atakapoiva, tazama sasa wamle wakiwa wamevaa viatu vyao, wamejifunga mishipi kwenye viuno vyao. Na wanapokula yule mnyama yule, wakapewa angalizo kwamba asiwepo mtu yeyote wa kutafuna mfupa. Usivunje mfupa wa aina yoyote. Kweli siku ilipofika, wakatangazwa hivyo na wakafanya hivyo. Na ile damu ile wakaipaka juu ya miimo ya milango yao. Wakaila ile. Walipomaliza kula usiku ule, padapo usiku wa manane, Bwana akashuka akapiga kila nyumba ya Wamisri. Akawa anapiga kila mnyama, kila mtu, kila chochote ambacho ni mzaliwa wa kwanza akafa. Usiku ule ule Farao pamoja na watu wake wakainuka, wakasema, nini hii iliyotufanya hivi? Maana hakuwepo na mji wowote ambao haukuwa na kilio wala msiba. Wakajua ni Mungu wa Waisraeli, ni Mungu wa Waebrania ametenda haya. Sema amen. Kwa hiyo wakaondoka, wakaenda kwenda kuwasihi kwamba tokeni muende kwa amani, tokeni muende salama, mkamwabudu Mungu wenu na mkamtumikia Mungu wenu. Ndivyo walivyotoka wale watu kwenye ule mji wa Misri kwa mkogo mkubwa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sasa kitabu cha Mathayo 27 na ule mstari wa 27. Karibu msomaji wangu ya tayari. Karibu nafika. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu. 29. Wakasokota taji la miiba. Ndio. Wakaiweka juu ya kichwa chake. Ndio. Na mwanzi katika mkono wake. Yes. Wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki, wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. 30. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwa. Biblia inaniambia hivi, wakamtesa Yesu. Walipomtesa Yesu, wakamtesa kwa namna gani? Kwanza wakamvua nguo, wakamvua nguo zake. Pia wakamvalisha taji ile ya miiba. Na wakati huo wakawa wanampiga kwa mwanzi, wanampiga kichwa chake kwa mwanzi. Wakati huo pia wakamtemea mate na kumdhihaki kwa dhihaka za aina mbalimbali. Mateso hayo yote yalikuwa ni kwa ajili ya wewe na mimi tuweze kuwa salama. Sema amen. Bwana asifiwe. Tuna mahali leo hii, tuna mahali pa kutamkia leo, tuna mahali pa kusemea leo. Umeumiza moyo wako, unateseka, unahangaika, una mahali pa kwenda na kujihurumisha kwake na kumwambia hivi, hey Yesu, niko hapa, naomba Bwana uniponye. Sema amen. Ni kwa sababu ya mateso kama haya ya kufunuliwa nguo, ya kupigwa kwa micheleni, ya kupigwa kwa mwanzi kichwani, ya kutandikwa na micheleni mbalimbali na dhihaka za aina mbalimbali. Yesu akapata mateso hayo makubwa, nayo ilikuwa ni Ijumaa kama siku hii ya leo. Ndio maana leo tumevaa vazi hili la kuonyesha kwamba leo sio siku ya kawaida. Sema amen. Ilipofika
Ilipofika saa 6, naongea kifupi bana, muda wetu umetuacha, nipate muda tuombe. Ilipofika saa 6 kamili, Biblia inasema hivi, giza kuu likaifunika dunia nzima kutoka saa 6 mpaka saa 9. Ilipofika saa 9, ndipo Yesu akalia kwa uchungu sana, akasema, Eloi, 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 lama sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baada ya kutamka hayo, Biblia inasema akaisalimu roho yake, maana yake akafariki. Alipokufa tu, Biblia inasema jambo la kwanza kabisa, pazia la hekalu likapasuka, jua likachana. Hii ni ishara ya ajabu. Lakini jambo la pili ambalo liweza kutokea, makaburi yote yakapasuka, yakawaachia watu ambao walikuwa wamekufa miaka, inasemekana wateule. Sasa kukawa na mfumo kubwa, wakati giza lile limefurika dunia nzima, watu wakafufuka. Na kwa nini walifufuka? Walifufuka, huo ndio wakati pekee ambao Yesu, wanasema wanateolojia kwamba Yesu akawa anawahamisha. Maana kabla yake watakatifu na watu ambao waliishi maisha kutokumjua Mungu walikuwa wanawekwa kwenye sehemu ya mangojeo moja, kungojea hukumu. Hata kabla Yesu walikuwepo watu wenye haki, walikuwepo. Tunasoma kwenye Biblia, walikuwepo watu wenye haki, walimwishia Mungu kwenye maisha yao. Kwa Yesu alipokufa, ikalazimu awafuate, afanye mabadiliko. Kwa hiyo wakafufuka, na baada ya kufufuka pale akawapeleka kwenye mji ambao ndio ulianzia pale, na mji huo ukaitwa ni mji wa Paradiso. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo leo sasa kukawa na mangojeo mawili. Wale waliokufa bila kumjua Mungu wanamngojea kuzimu, kwenye giza nene totoro ambalo halina matumaini yoyote. Lakini mtu yule ambaye anaitwa heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika tangu sasa. Wanapokuwa na mmoja Bwana wao, wanaingoja siku ile ya mwisho kuhukumiwa. Wao wanapelekwa sehemu inaitwa Paradiso. Ndugu zetu wote ambao tumewazika, tunawafahamu, waliomcha Mungu wako Paradiso, hawajaenda mbinguni. Mbinguni tutaingia pamoja. Ndio maana siku ile Yesu atakapokuja, atakuja kwa mwaliko mkubwa, tena kwa parapanda itapigwa, alafu makaburi yote yataachia, watatoka watu wote. Ndipo sasa watu kwa pamoja tutaelekea kule majuu. Hebu mpe Yesu makofi. Mkao wa kujitakasa, maana yeye anakuja. Nimalizie na Yohana 19:25. Yohana 19:25. Karibu msomaji wangu, nimalizie hapo, tutamke vitu alafu tumtolee Mungu matoleo. Niliwaambia toka mlini, Pasaka ni siku ya utoaji. Bwana Mungu amemtoa mwanae pekee. Sasa andaa sadaka nzuri. Buku sio sadaka nzuri. Andaa sadaka ambayo inaambatana na tukio. Alafu hata unaposogeza shida yako, unaambatana na sadaka, inakufa, inanasa urahisi sana. Niliwaambia
pingamizi ni wewe, lakini mimi ni mweupe mbele za Mungu. Kwa leo hii ndio siku pekee ya ndio maana tunaenda kuleta mahitaji yetu, hata kama ni kwa dakika 5. Kisha baada ya hapo tutawabariki. Uwe na sadaka nzuri ya kuambatana na maombi yako. Karibu Yohana 19:5 mpaka 30. Karibu. Nitasoma 25. Neno la Mungu linasema, ndio, na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, ndio, Mariamu wa Klopa, sawa, na Mariamu Magdalena. ndio. 26. Basi Yesu alipomwona mama yake yuko pale msalabani, na yule mwanafunzi, tazama mama yake, na yule mwanafunzi ambaye ni Yohana, ni mwanafunzi ampendaye, wako pamoja pale. Yeye yuko pale msalabani, anamuona mama yake yuko pamoja na yule mwanafunzi ampendaye, rafiki yake anaitwa Yohana. Akasema aliyempenda amesimama karibu, alimwambia, ndio, mama yake, mama, tazama mwanao. Tazama, akapiga kelele Yesu akasema, mama, tazama mwanao. Alikuwa na lugha ya kumhisisha kwamba mama, mwangalie mwanao. Yuko pale msalabani, ameuambwa, anamuona mama yake Mariamu yuko pale, anamwambia mama, mwangalie mwanao. Yuko pale msalabani. 27. Ndio. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, na yule mwanafunzi akamwambia, tazama mama yako. Naye yule ampendaye akamwambia hivi, Yohana, mtazame mama yako. Maana yake mwangalie mama yako. Mimi sitarudi tena kuwa mwanadamu wa kawaida. Mtazame mama yako. Mwangalie mama yako. Umlee mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Ndio. 28. Ndio. Baada ya hayo Yesu, mnaondoka mlijia nini? Ndio tuelekea kwenye maombi. Haya, shauri. Ndio, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ndio, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. 29. Inatosha hapo. Biblia inasema hivi, Yesu alipokamilisha mambo yote, ameona Yesu amekamilisha mambo yote, kila kitu. Kama ni taji la mimba amelivaa, kama ni kupigwa kichwani amepigwa, kama ni kupigwa mijeledi mgongoni amepigwa, kama ni kutemewa mate ametemewa mate, kama kudhihakiwa amemaliza kila kitu. Ndipo akasema neno moja, ninaona kiu. Ninaona kiu. Ninaona kiu. Maana yake ni naona kiu ya kuponya. Naona kiu ya kuwasaidia wanadamu. Naona kiu ya kuangalia watu mateso wanayoteseka leo. Nasikia kiu. Naona kiu. Sinaongea na watu chote leo? Why you are silence like that? Mbona ukimya sana? Maana Yesu anasema naona kiu kukusaidia kwenye maisha haya ya uchumi. Anaona kiu. Unajua Yesu alikuja akazaliwa kwenye mazingira ya mavumbini, na lengo Yesu ni hili, akutwae wewe kutoka mavumbini akupandishe juu. Hebu sema amen. Wale walioachwa na ume zao, naona kiu
akasema naona kiu. Mwende Yesu. Huyo ndiye pekee aliyekuja kwa ajili yako. Una jambo gani ambalo linaumiza moyo wako? Yesu amesema naona kiu. Mtoto wako anahangaika, mume wako anakusumbua, mke wako anakutesa, wewe unateseka, unahangaika, afya yako haiko sawa. Jambo gani wewe linaumiza moyo, unapoliwaza linakatisha tamaa kuendelea kuishi duniani? Yesu anasema naona kiu. Alipomaliza yote akasema naona kiu. Ina mikono yako juu. Una neno gani kwa Mungu? Aliyekutamkia anaona kiu usaidie. Nipeleke kwa Mungu neno lile. Mwambie Mungu akusaidie. Umechekwa yatosha. Umedhihakiwa yatosha. Umejaribu kwa namna zako, imeshindikana, kwa unateseka tu. Mwambie naona kiu. Anasema naona kiu. Naona kiu. Anza kumwambia Mungu naomba nisaidie. Anza kuomba nisaidie. Kwa ndio nisimamie. Anasema yeye naona kiu. Naona kiu. Naona kiu. Anataka kufariji. Anataka kupe. Anataka kuondolea. Akondole wewe, akupeleka. Hiyo ndio kazi yake hiyo. Hiyo ndio kazi yake. Anaona kiu. Wakati mwingine wewe ndio unasababisha mateso hayakuachi wewe. Angalia maisha yako. Angalia utoaji wako. Angalia kumpenda Mungu. Kuko dhaifu mno. Mungu anakusingizia. Maana anasema ya kwamba alipomaliza mambo yote akasema naona kiu kuwasaidia wanadamu. Mimi naona kiu kuwasaidia watu. Lakini watu leo hawako tayari kumwonyesha Bwana ya kwamba wanampenda. Lakini yeye anayo kiu ya kusaidia. Anayo kiu ya kusaidia. Naona kiu. Ninaona kiu. Ninaona kiu. Katika jina la Yesu. Ninaona kiu. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Yes. Bwana kusaidia. Bwana yuko hapa leo. Acha Mungu akusaidie. Acha Mungu akuguse. 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 Acha Mungu akusaidie. Acha Mungu akutetee. Umechepa mno. Umeonewa mno. Umehangaika mno. Umeteswa mno. Acha Mungu akusaidie. Bwana akusaidie. Bwana akusaidie leo. Saidia leo. Bwana akusaidie. Bwana akusaidie. Bwana akusaidie. Bwana akutetee. Kwa mkono wako wenye nguvu. Bwana akusaidie. Miungu yote ya Misri ikapigwa kwa jina la Yesu. Miungu yote ya Misri ikapigwa kwa jina la Yesu. Acha miungu leo iliyokutesa na kusumbua. Acha ipigwe. Acha ipigwe. Acha ipigwe. Iliyokufuatilia. Acha ipigwe. Acha miungu yote. Acha ipigwe. Acha ipigwe. Miungu yote. Miungu ya Misri yote. Ikapigwa.
ili uweze kupandisha juu. Na kweli Mungu tumepanda juu leo, maana shetani alitesa wanadamu, lakini leo hii tunamkanyaga shetani kwa miguu yetu kwa sababu ya Pasaka hii. Na watamkia kanisa lako la Nyumba ya Mkate na wale wengine wote ambao ni followers wa akaunti yetu, Bwana Mungu kawaguse, Bwana Mungu kawaponye. Kama yuko mtu kokote kule, iwe ni Ulaya, iwe ni kokote Somalia, mahali ambapo tunaonekana, huyu mtu kama anatupata, apokee muujiza wake kupitia Pasaka hii, akafunguliwa kwa jina la Yesu Yahweh. Na utamkie usijiue, maana yupo aliyebeba dhamana yako, yupo aliyebeba amani yako, ambaye ni Yesu Kristo. Yeye alikufa kwa ajili yako. Bwana amesema anaona kiu ya kukusaidia. Pokea msaada kutoka kwa Bwana kokote kule uliko, Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Kuna ambako tunafika, neno hili litaona nguvu ya ajabu, ikaleta uponyaji wa pekee, ikaleta uzima wa ajabu, ikaleta Mungu uzima na mabadiliko ya pekee. Neema yako Mungu iwafunike watu hawa. Baba, asante kwa Pasaka hii, imeleta mabadiliko makubwa kwa watu hawa. Tangu sasa wameinuka katika jina la Yesu hai. Asante Bwana kuponya. Kwa maombi ya siku 3 haya, Mungu wetu ametenda kazi. Na kushukuru mno kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuseme wote amen. Tuseme tena amen. Katika ibada zetu zinazofanyika chini ya mpako mafuta wa Bwana Mchungaji Daniel Emmanuel Manga katika kanisa la AGGCI Nyumba ya Mkate, Shinyanga mjini. Kanisa letu linapatikana viwanja vya Mwadui, mkabala kabisa na shule ya sekondari Ngokoro. Mtumishi wa Bwana, ibada zetu zinafanyika chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu, linaloambatana na ishara, miujiza, uponyaji na matendo makuu ya Bwana. Karibu ukakutane na muujiza wako. Karibu uabudu pamoja nasi. Meza inazunguka, inazunguka, meza inazunguka, inazunguka.